usalama vimejipanga vyema kuilinda nchi hii. Na mimi ndio amiri jeshi mkuu nayesema hapa, hakutakuwa na vurugu yoyote. Tokeni kwa wingi, kapigeni kura. Vyombo vya ulinzi na usalama vimejipanga vyema kuilinda nchi hii. Na mimi ndio amiri jeshi mkuu nayesema hapa, tumejipanga vyema kuilinda nchi hii. Kwa hiyo hakutakuwa na nywinywi wala nywinywi. Naomba watu tokeni, amshaneni, kapigeni kura. Kiwalisia Rais Samia, inakupasa ufahamu wewe sio sauti ya mwisho juu ya hatima ya mwanadamu anayeishi ndani ya nchi ya Tanzania. Ifahamike, hata uongozi wowote mulio nao au ulio nao umetokana na dhamana ya Mungu mwenyewe. Mungu ndo alikuamini akakusogeza kwenye hatua kadhaa, lakini kitendo ambacho kitakuwepo kwamba hamutajali maumivu ya Watanzania, watu kutekwa, watu kupotea, watu kupotezwa na watu wako ambao ni wako chini ya utendaji kazi wako, anakuambia watu kiwapoteza polisi msiwatafute, hamuwachukulia hatua yoyote. Na hata wakina Sativa wanawataja, aliyeniteka ni Mafwele, hamchukui hatua yoyote. Alafu unakuja unasema mimi kama amri jeshi mkuu. Mimi nikwambia aliye amri jeshi mkuu peke yake ni Mungu tu. Na katika kitu ambacho mimi niwahakikishie, nikwambie Rais Samia, niwahakikishie na majeshi yote ya Tanzania, msifikiri kwamba mna uwezo wa kuwafanya wanadamu chochote mtakachokuwa mnataka. Aishivyo Bwana, mimi nijuavyo, kuna wakati mambo hugeuka. Kuna wakati mambo hugeuka. Msijihisi kwamba nyinyi ndio mnaweza mkamu naamua chochote kwa mwanadamu yoyote. Amri jeshi mkuu namba 1 dunia nzima ni Mungu tu, na katuweka ndani ya taifa hili la Tanzania. Tupangane, tujengane, mahali ambapo panakuwa pajakaa sawa, tuhojiane, tuelekezane. Lakini kama utajihisi mimi ndo topu, hakuna aliye topu. Wewe sio topu. Isifike tu unaanza kujaribu tu kutisha watu ili pengine wao waoga tu. Maandiko yanatuambia imetupasa kumtii Mungu kuliko wanadamu. Mngelihangaika kudhibiti masuala ya utekaji. Kwa hiyo nguvu mnayotumia ambayo mnasema yako majeshi tumejipanga, hiyo nguvu mungetumia kudhibiti masuala ya utekaji. Mungetumia nguvu hiyo kudhibiti masuala ya watu kupotea. Sio mnakuja tu mnasema tu kifo ni kifo tu, alafu nalazimisha watu wakusikilize, watawaliwe na wewe. Maandiko yanasema hivi, maandiko matakatifu, kitabu cha Mwanzo alichoandika Musa, Nabii Musa, na mimi hata kwenye Uislamu huwa anatumika sana. Kitabu cha Mwanzo ile sura ya 4 mstari wa 7 anasema kama ukitenda vyema hutapata kibali, usipotenda vyema dhambi iko inakuotea mlangoni, naye inakutamani wewe, lakini yakupasa uishinde. Lakini pia yako maandiko mengine hapa kwenye kitabu cha Danieli ambayo yanasema utafukuzwa kwenda mbali na makazi ya wanadamu hata utakapojua kwamba Mungu ndiye anayetawala. Msijiweke kwenye nafasi ya topu. Nyinyi sio topu. Sio topu nyinyi. Mungu peke yake ndo anaweza akaamua mwanadamu aishije, afanye nini. Mungeamua kuwekeza nguvu kutafuta kuhangaika na yale ambayo Watanzania wanayataka. Mungeamua kuwekeza nguvu, lakini sasa hivi kila kona watu wanaonewa, watu wanachukuliwa tu kama mwe, watu wanatekwa tu. Hakuna nguvu yoyote mnayowekeza. Afu unasema mimi kama mjeshi mkuu mjitokeze. Wewe nani bwana? Msitishe watu. Amri jeshi mkuu namba 1 ni Mungu tu. Imetupasa kumtii huyo kuliko wewe ambaye hujali maumivu yetu sisi tunapokuwa tunajaribu kulalamika. Kuna watu wanatuumiza, kuna watu wanatutisha, kuna watu wametupea sumu. Hamsikilizi. Mnasimama kwenye majukwaa mtatoa si matibabu bure ya figo. Wakina nani mtakawatibia kati watu huko wanapotea, watu huko wanatekwa, watu huko wanauawa? Msitishe watu bwana.
Nimemsikia Mheshimiwa Rais anazungumza kuhusu nwa nwi. Nikasema mtu mmoja anamsaidia rais, labda wale wazee waliwashauri Ulembo, Omar Hadi Heri pamoja na Luwavi wawe wanakaa na rais kwa unyenyekevu, wamsaidie. Rais ni baba yetu na mama yetu, hizo jinsi zote anazichukua rais. Huwezi kwenda kuwaambia watu kwa lugha kama ya kubana pua, nwa nwi. Ni mwiko. Wale watu ndio msingi wa mamlaka yote. Hata uamiri jeshi mkuu wako hautakiwi wala kujitambulisha, umetoka kwao. Nimeona mara kadhaa, unajua mara kadhaa rais amewahi kujitambulisha, niliyesimama hapa ndio rais. Inawezekana wasaidizi hawakumwambia. Yule Brigadier General Shauri, nafikiri anaitwa hivi, pale nyuma yake Kiingereza anaitwa ADC, AD Camp, Kiswahili wanamsema mpambe. Yule sio mlinzi wa rais, yule ana kazi moja kubwa, kumtambulisha rais wetu na mkuu wa nchi na amiri jeshi mkuu. Kwa sababu hapa Tanzania hakuna mtu mwingine awaye yote ambaye anaposimama nyuma yake kuna Brigadier General amevalia uniform ya jeshi nyuma yake, isipokuwa amiri jeshi mkuu. Hata asipojitambulisha, ukimwona Brigadier General kasimama nyuma ya mtu anazungumza na ninyi au anatembea, huyo ni mkuu wa nchi, amiri jeshi mkuu na rais wetu. Nitaka mfahamu hilo. Kwa si vizuri Mama Samia unapoenda kwanza kujitambulisha tena inaonekana unatufokea, na hatuja kukosea, unatutisha. Na wewe hutishi, kwa sababu anayetisha ni Mungu peke yake. Unasema hakuna atakayevuruga uchaguzi. Ni kweli, hata sisi hatutaki mtu avuruge uchaguzi. Unachotakiwa kujua kwa nini watu wana malalamiko. Hilo unatakiwa kujua. Sioni ukifanyia kazi malalamiko na kuona ukipuuza malalamiko ya watu. Na hapa nataka kusema kitu kimoja, na nimewahi kusema, CCM itaharibikiwa siku ikianza kupuuza wananchi. Haya maneno niliyasema mwendo mrefu wa miaka 5-6 iliyopita. CCM itaharibikiwa ikianza kupuuza wananchi. Na nataka nikwambie Mheshimiwa Rais Samia, CCM ikifanyaga vizuri hainaga mpinzani. Ikifanya vizuri kabisa hainaga mpinzani, na support yake huwa inatoka kwa watu. CCM ikifanya vibaya huwa inatengeneza upinzani. Ndio kina Chadema wanainuka juu, wapinzani wa kweli. Achana na kipindi kile wako na mzee Mbowe, naye kidogo ni mtu naye sijikite huko, lakini mpinzani wa kweli wa Chama cha Mapinduzi kinapoanza kupuuza watu ni wananchi wenyewe. Ndio maana hata sasa hivi Chadema hawafanyi siasa, kiongozi wao yuko jela. Lakini mama, unaweza ukawauliza wasaidizi wako wengi tu katika vyombo vyetu, waulize eti hali yako kwa wananchi ikoje? Mimi nitakwambia ukweli, kwa wale nazungumza nao hawakukubali na wanahisi unawakosea sana. Sasa makosa unafanya wewe, hasara inabeba CCM na wahanga ni Tanzania nzima. Nikusihi usirudie tena kuwatisha Watanzania kwa dhamana waliokupa. Unaweza ukafokea wezi
unaweza ukafokea mafisadi, unaweza ukafokea wala rushwa, kitu ambacho hufanyi Mama Samia, hufanyi. Na watu wanajiuliza dhamira yako ni nini? Tunarudi pale pale, dhamira.